we add sodium hydroxide in order to neutralize the acid in the solution. Kwa lengo la kuongeza sodium hydroxide ni kuweza kuneutralize, kupunguza ukali wa acid. So the function of sodium hydroxide in the mixture is to neutralize the acid. Then we add sodium hydroxide, 3 ml. After adding sodium hydroxide, then followed by Benedict solution. The Benedict solution is the last reagent in the mixture. Then we add Benedict solutions. After adding Benedict solutions, then we heat the mix again. We heat the mix again, and we have repeated the color change from blue, green, orange, and finally into black red PPT. So when the solution is changed, the final color into black red PPT means there is a presence of non-reducing sugar in the solution. So now let us proceed. Wait, like this one. The first color is blue. You see our solution change from blue, then orange, then green. Our solution change green, so, and this is the final color of sample solution, that is the black red PPT. So this confirms the presence of non-reducing sugar in our sample solution. So when the color changed from blue, green, orange, and finally into black red PPT, means there is a presence of non-reducing sugar in the sample solution. Na hii ndio rangi ya mwisho ya uwepo wa non-reducing sugar ambayo inakuwa ni rangi ya tofali la kuchoma. Kwa endapo solution yako ikabadilika na ikawa na rangi tofali la kuchoma ambayo rangi ya mwisho, hii inathibitisha uwepo wa non-reducing sugar ambao ni aina ya starch au aina ya carbohydrates katika sample solutions. So now let us proceed with another food substance, the last food substance known as reducing sugar. So we take a test tube again. After taking a test tube, we add a small amount of the sample solutions. Take a small amount of sample solutions. We have to confirm the presence of non-reducing sugar, in our sample solutions. After adding the sample solutions, then we take a reagent that is the Benedict solution. Benedict solutions used to confirm the presence of reducing sugar in the sample. Na hapa inafanana kidogo, reagent ya reducing sugar na reducing sugar ilikuwa ni Benedict solution. Lakini reducing sugar ina hatua mbili. Hatua ya kwanza ni ya kuweka sample solution na hatua ya pili ni ya kuadi Benedict solution ambayo ni reagent ambayo ina confirm uwepo wa reducing sugar katika sample. Lakini tuliona non-reducing sugar ina hatua nyingi. Tulianza na hydrochloric acid, tukahiti, then baada ya kuhiti tukapoza. Na baada ya kupoza tukaongeza sodium hydroxide pamoja na Benedict solution. Lakini katika reducing sugar tutaweka sample pamoja na Benedict solution pekee. Tutaongeza mili za Benedict solution. Na baada ya kuongeza Benedict solution, then tunahiti the mixture between Benedict solution and the sample solutions. Wait for 2 minutes. And when the color changes to blue, green, orange, and finally into black red PPT, this confirms the presence of reducing sugar in the sample. So then wait. So our mixture retained the color of the reagents, means there is no the presence of reducing sugar. Kama unavyoangalia baada ya kuhiti mchanganyiko wetu, tegemea kwamba rangi iweze kubadilika kutoka kwenye blue iende green,
orange na yenye rangi ya tofauti la kuchoma, lakini haijaweza kubadilika, imekomea rangi ya orange. Maana yake inathibitisha kwamba hakuna uwepo wa reducing sugar ndani ya sample solutions. Kwa humu ndani ya sample solution, maana yake kutakuwa hakuna uwepo wa reducing sugar. Na hizi ndio aina ya virutubisho ambapo kwa siku ya leo tumeweza kuvitesti kwa ajili ya kuweza kuangalia aina mbalimbali ya virutubisho. Na tumeona mabadiliko ya rangi yanavyokuwa, tumeona rangi zikibadilika kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, na kuweza kutambua aina ya virutubisho mbalimbali ambapo ni carbohydrates, tumeangalia reducing sugar, non-reducing sugar, tumeangalia lipids pamoja na protein. Kwa tumeona aina ya vyakula ambavyo vimepatikana, tumeona kuna starch, tumeona kuna non-reducing sugar, tumeona kuna protein. Na vyakula pia ambavyo tunaviona, tumeona kuna lipids, lakini pia tumeona kuna reducing sugar. Hapa ndio tumeweza kujaribu majaribio yetu kwa ajili ya kutambua aina ya virutubisho mbalimbali kwa mwanafunzi kujifunza, lakini pia kuweza kuona umuhimu wa kufanya biolojia kwa vitendo, kwani ni rahisi zaidi. Pia ni nzuri kufanya, kwani unaona kitu ulichokiona mwenyewe na una confirm kitu ambacho umekiona wewe mwenyewe. Kwa hiyo baada ya kufanya majaribio kwa vitendo na baada ya kufanya kila kitu aina virutubisho, kufanya hivi hakuwezi kuwa marks za kutosha. Pia kutakuwa na hatua za kujaza table. Baada ya kujaza table ambayo ni biology food test practical report, kutakuwa na maswali ambayo tutaweza kuongezea marks katika mtihani wako. Kwa hiyo tuweze kuangalia namna kujaza table, ambayo table yetu tutumia nutrients moja ambayo ni kama mfano kuweza kuonyesha wewe jinsi ya kujaza table kuanzia kitubio cha kwanza mpaka ya mwisho. Kwa mfano tukianza na kitubio cha kwanza ambapo tuliona starch, uwepo wa starch katika sample yetu, tuweze kuona jinsi ya kujaza table hii. Jinsi ya kujaza table yetu hii, tutatazama hapo baoni kama inavyoonekana, ili tutolea hapo baoni. Na table yetu kwa hapa ni imeandikwa biology food testing practical report, example of food testing report. Na food testing report imegawanyika sehemu 4. Sehemu ya kwanza ni food testing. And the second one is procedure. What are the procedures? The third one, observation. And the last one, the inference. So you are supposed to answer these questions for the test, procedure, observation, and inference. Kwa hiyo unaanzia food tested. Chakula gani ambacho umeanzia? For example, mimi nimeanza na starch. Kwa hiyo the food tested is starch. Then naandika hapa starch ndio nilianzia. Starch. Baada ya pale procedure ulizozitumia, ulianzia hatua gani mpaka hatua ipi kuweza kugundua kwamba huko kuna uwepo wa starch ama hakuna starch. So unapokuwa unajaza food test practical report, kuna vitu vya kuzingatia. Kwanza, the first one, the food test practical report should be written by using past tense. Kwa hiyo unataka uandike kutumia past tense. Kwa ujaze kwa kutumia past tense, wala usichanganye past tense, present tense wala present participle tense, but we want to use only past tense. Kwa sababu utakapokuwa unasahihishwa, wewe ulifanya wakati ulifanya leo, ile itabidi mark kwa kipindi kingine. Kwa hiyo unatumia past tense. For example, unapoandika starch, uandike past tense, lakini pia be actual in measuring volume. Unaandika volume, for example, utaandika maybe 2 ml of food sample were added into a clean test tube. Then maybe 2 ml of iodine solution were added. And the mixture were checked. So these are the procedures
The procedures of starch, the first one, 2 ml of food sample were added into a tube, then 2 ml of iodine solution were added and the mixture was shaken. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumetumia past test ambayo itakuwa kusaidia kujua kwamba hapa umefuata hatua zipi na hadi kwenda kugundua nini. Baada ya hapo utaangalia observation, umeona nini? Rangi inabadilika kutoka wapi kwenda wapi. Kwa baada ya kuona rangi inabadilika kutoka wapi kwenda wapi, unajua kwamba inference, conclusion au jibu, starch ipo ama haipo. Kwa utaandika the solution turned into blue black. Hiki ndio kitu ambacho nilikiona kwa solution yako ilibadilika kuwa blue black. Kwa hiyo ita confirm the places of starch. Kwa kwenye inference utaenda kuandika starch was present in the food sample, solution. Kwa hiyo tunatakiwa kujaza namna hii kuanzia aina ya kwanza ya kitubisho, mfano starch tutumia procedure hizi hapa, observation uliyoiona na inference. Hivyo kwa vitubisho vingine. Kwa mfano, reducing sugar utaandika procedure zake ulizotumia, observation rangi inabadilika na inference. Vile vile kwa nani reducing sugar, lipids and protein. Kwa utapata procedure hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo baada ya kumaliza kuona jinsi kujaza table yetu ya previous practical report, kuna maswali pia ambayo yatafuatia ambayo yanahusiana na theory ambayo utakaweza kuyajibu ndani ya mtihani wako, ambayo kuongezea maksi wewe mwanafunzi katika mtihani wako. Na mfano maswali yetu ambayo yanahusiana na digestion pamoja na nutrition kwa form 2 ambayo ni theory. Mfano wa swali la kwanza ni state 3 common sources of food substance identified in question 1. For example, the common source of starch tunaendelea kuna kama cassava, tuna millet na tuna rice. These are what as a source, common source of food substance identified in question 1. Maybe the reducing sugar utaandika mifano yake unayotambua. Question number 2, what is the end product of food identified? For example, the end product of non-reducing sugar is the glucose. Question number 3, what is the load of which food identified in the body? For example, the load of starch is to build the bodies. Question number 3, the digestion of one of food identified in one starts in the mouth. Name that food. What is the food? That its digestion starts in the mouth. And what are the enzymes that digest the foods? And the last question is explain the function of sodium hydroxide in the experiment. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maswali ambayo utakutana nayo ndani ya mtihani wako yanayohusiana na digestion pamoja na nutrition ambayo utakiwa kujibu. Kwa hiyo ili uweze kujibu mtihani utakiwa uweze kusoma digestion pamoja na nutrition. Asanteni sana ndugu wanafunzi kwa kuweza kunisikiliza pamoja na kujifunza zaidi practicals mbalimbali ambazo zinaendelea kuhusiana na biology, chemistry na masomo mengine. Tembelea channel yetu ya YouTube Binamunyo TV uweze kupata updates mbalimbali kuhusiana na masomo mbalimbali. Ulikuwa na mwalimu wako katika somo la biolojia, Mwalimu Faustin Edward, mwalimu kutoka shule ya sekondari Mkinga. Asanteni na kwaherini kwa siku ya leo.